نحمده ونستعينه على كل أمر جلل ونستغفره لمن تاب منا ومن في المعاصي لم يزل ونسأله العافية فيما هو آت والعفو عما قد حصل وأشهد أن لا إله إلا الله ملك فحكم فعدل قدر الأمور من الأدل فالحكمة لم يفعل والحكمة فعل لا يسأل عما يفعل وأشهد أن سيدنا وعظيمنا مصطفى محمد الذي إذا قال فعل المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل وكذلك في الزبور المزمل بالفضيلة والمدثر بالطهور والعفاف والمبرأ من الشرور إذا تكلم وسمعوه وإذا عمل قلده تابعوه بالإخلاص وليس من أجل الظهور. أيها الأحبة الأعزاء، قال الله تعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma baad, ndugu zanguni katika iman, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka ziada ya rehema na amani kwa bwana wa viumbe, na si mwingine bali ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambaye yeye ndiyo sababu kubwa ya sisi kukusanyika leo katika jengo hili, kutokana na juhudi alizozifanya baada ya kupewa jukumu na Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala. Bila shaka tupo ndani ya Ramadhani, kulingana na kwamba kila mara kunakuwa na utofauti wa muandamo wa mwezi. Ikhtilafu hizi zinatupelekea kuhesabu mwezi wa Kiislamu vitofauti, ambapo leo kuna wale ambao wanahesabu leo ni siku yao ya 18 na kuna wengine wanahesabu kwamba ni siku yao ya 19. Inawezekana kuna ambao wanahesabu hivi sasa leo ni siku yao ya 20 na kuna wengine wanahesabu leo ni siku ya 19. Kwa ulimwengu ndivyo unavyokwenda. Lakini hayo siyo sababu ya kusimama mbele yenu. Imma khutubatina liyawmi insha Allah sanatahaddath an hadhihi al-aya allati taqul ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hotuba yetu ya leo insha Allah tunakwenda kuihadithia aya hii inayosema: enyi mlioamini, mmefaradhiwa kufunga saumu ya Ramadhani kama walivyofaradhiwa waliokuwa kabla yenu, ili mpate kuwa na imani. Na leo nitahusika na kitu kinachoitwa taqwa, ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekitaja katika aya hii. Tunajua kwamba malengo ya kufunga Ramadhani ni ili tuwe wacha Mungu. Malengo ya kuswali ni ili tuwe wacha Mungu.
malengo ya kufanya kila amali za khairat ni ili tuwe wacha Mungu, na malipo ya kuwa mcha Mungu ni kupata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima utakwenda kufaulu. Lakini leo tunakwenda kuzungumzia attaqwa, ucha Mungu. Ikiwa Ramadhani ni sababu ya sisi kuwa wacha Mungu, lazima kwanza tufahamu taqwa ni nini. Baada ya kulielewa hili, insha Allah tunakwenda kuzitaja sifa 4 au mambo 4 ambayo yanayofanya mwanadamu awe na taqwa. Mambo 4 ndiyo yanayofanya taqwa isimame katika moyo wa mwanadamu na yeye ajihisi kweli ni mcha Mungu. Lakini kabla tujayataja haya mambo 4, ma hiya taqwa? Taqwa ni nini? Ucha Mungu ni kitu gani? Inawezekana umeshawahi kumwambia mtu wewe si mcha Mungu, au inawezekana umeshawahi kumpongeza mtu, hongera bwana, wewe ni mcha Mungu. Ucha Mungu ni kitu gani? Qala Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, anasema sahaba wa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, katika kuielezea taqwa anasema, attaqwa hiya alkhawfu min aljalili wal'amalu bitanzili walqana'atu bilqalili walistidadu liyawmi rrahili. Kwamba taqwa ni vitu 4. Jambo la kwanza, alkhawfu min aljalili, ni mwanadamu awe na hofu na Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la kwanza ndiyo hilo. Na jambo la pili, al-amalu bitanzili, kufanya kila jambo utakalolifanya kwa mujibu wa Qur'an, kwa maelekezo ya Qur'an. Hiyo ni taqwa. Na jambo la tatu, walqanatu bilqalili, na kutosheka na kidogo ulicho nacho, kwa sababu hicho ndo Allah akakupa. Na jambo la 4, walistidadu liyawmir rahili, kujiandaa na siku ya kuondoka. Mambo haya 4 ndiyo yanayojenga taqwa, na kila mwanadamu wa Kiislamu asipokuwa na mambo haya 4, bila shaka huyo si mcha Mungu. Na kama utakuwa na mambo haya 4 au unajitahidi kurubia mambo haya 4, bila shaka upo katika njia sahihi. Pambana ili uweze kufikia daraja ya ucha Mungu. Tuseme insha Allah. Jambo la kwanza ambalo unatakiwa uwe nalo ili ucha Mungu wako uweze kukamilika vizuri, alkhawfu min aljalili, kumwogopa Allah, yani kuwa na hofu na Allah subhanahu wa ta'ala. Faljalil huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jalil ni Allah ambaye kila nafsi inatakiwa iwe na hofu na Allah subhanahu wa ta'ala. Wayajibu alaina an nakuna ala khawfi minhu, na ni lazima sisi viumbe tuwe na hofu na Allah. Tuwe na hofu na Allah tukijua ipo siku tutakwenda kukutana naye, na kama tutakutana naye basi kuna yale yatakayojiri ambayo kila mara tunaambiwa, tumeshasomeshwa, bado tunahadithiwa, Qur'ani tunasoma, hivyo tusiwe na shaka yatatokea. Hivyo mwanadamu wa Kiislamu anatakiwa awe na hofu na Allah, liannahu subhanahu wa ta'ala huwa alladhi ya'lamu haqiqatan kulli wahida minna. Allah peke yake ndo anajua ukweli wa sisi hapa tulipokaa, wa kila mmoja miongoni mwetu. Allah peke yake ndo anajua ukweli wake. Kwa hiyo inabidi tumuogope, kwa sababu kuna vitu ambavyo pengine wewe unaweza ukavifanya kwa kuwaficha watu ukidhani kwamba Allah hakuoni. Hapana, sisi hatukuoni kweli kwa sababu umetuficha, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anakuona. Hivyo unatakiwa uwe na hofu na Allah subhanahu wa ta'ala. Swala la ucha Mungu
swala la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni jukumu la kila kiumbe, kwa sababu sampuli tatu ya viumbe ambavyo Allah alivyoviumba, kaumba viumbe ambavyo kavipa akili na kavinyima matamanio. Sampuli ya pili ni viumbe ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala kaviumba kwa kuwapa akili na akawapa matamanio. Na sampuli ya tatu ni viumbe ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala kawanyima akili, kawapa matamanio. Yani hawa malaika ni viumbe ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba, akawapa akili, akawanyima matamanio. Ndio maana Qur'ani inasema la ya'suna Allah, malaika hawafanyi maasi, hawana makosa, hawa wako sawa. Na huwezi ukasimama uanze kuwatolea mawaidha malaika kwamba nyinyi malaika muogopeni Allah, nyinyi malaika msizini, nyinyi malaika msibe. Hapana, kwa sababu hawa hawana maasi, yani hawana matamanio. Nafsi yako wewe na nafsi walizonazo malaika ni tofauti. Yako nafsi imejaa matamanio. Viumbe sampuli mbili ni viumbe ambao ni binadamu, mimi na wewe, na majini. Hawa wamepewa akili, wakapewa matamanio. Allah kawapa akili ili akili zao ziweze kuyamudu matamanio, na ndio hawa ambao siku zote wananadiwa wamche Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio hawa ambao siku zote wananadiwa waswali, ni binadamu na majini. Wanaonadiwa waache maasi, wafanye mambo ya kheri ni majini na watu. Mimi na wewe ambao tuna akili na tunayo matamanio, na kuna viumbe ambao hawana akili lakini wanayo matamanio. Hawa ni wanyama, ndege, wadudu na wengineo. Yani wakifanyacho wao hawaandikiwi madhambi, kwa sababu wamepewa matamanio wakanyimwa akili. Na lau wangelipewa matamanio angalau robo ya yako, basi bila shaka mbuzi angeadhibiwa kwa kumpanda mkewe mbele ya watu, lazima angeadhibiwa. Lakini kwa kuwa hawana matamanio, yani hawana akili, wanayo matamanio, ndio maana unaweza ukamwona mbuzi anampanda mbuzi mwenzie mbele ya watu barabarani, uwanjani, leo unatazama tu wala hilo jambo halikushtui. Lakini muone binadamu akimpanda binadamu mwenzie barabarani, utakavyoshangaa, kwa sababu unajua huyu ana akili na anayo matamanio. Kwa nini akili yake imeshindwa kumuongoza katika kuyadhibiti matamanio? Hivyo binadamu aliye na akili, binadamu aliye na matamanio, lazima amche Allah, ni lazima na ni jukumu. Tupo kwenye mapambano, tupo kwenye mapambano ya kupata radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna viumbe wengi katika binadamu, kuna viumbe wengi katika majini ambao wametangulia kabla yako. Hujui wamefanya kipi, na wameshatangulia, ambacho kitakwenda kuwaokoa wao na adhabu za Allah, kwa sababu tutasimamishwa mbele ya mahakama ya Allah, katika uwanja wa Allah, na kila mmoja atashindanishwa kwa amali zake. Sasa kama tupo kwenye mapambano, pambana ili uwe mshindi, angalau robo tu, angalau robo, kwa sababu wako viumbe waliotangulia kabla yako, wamefanya mema mengi na bado hawajajua kwenye mahakama ya Allah watakuwa washindi. Wewe ambaye uko hai, pambana kumcha Allah ili upate ushindi siku ya kufa kwako. Swala ucha Mungu ni muhimu sana ndugu zangu katika imani. Ndio maana kasema Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibn Mas'ud anasema katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala inayosema ittaqullaha haqqa tuqatih, muogopeni Allah ukweli wa kumuogopa. Ibn Mas'ud alielezea namna gani ile ittaqullaha haqqa tuqatih, yani ni mwanadamu wa Kiislamu, khafu Allah wa rakibuhu bituati, yani muogope Allah subhanahu wa ta'ala na ufuatishe na utiifu. Yani unamcha Allah, unamuogopa Allah, alafu katika hofu yako ya kumuogopa Allah unafuatisha na utiifu. Na hili jambo haqqa tuqatihi haqqun khawfihi, yani hofu yako kwa Allah iwe ya kweli,
Yani muogope Allah, ukweli wa kumuogopa. Yani hata kama wewe utaingia ndani ya shimo refu jeusi, shimo kubwa pana sana refu jeusi, alafu shimo lile ndani yake mna jiwe kubwa jeusi, wewe uingie chini ya jiwe ambalo lipo ndani ya shimo refu jeusi, ukae chini ya jiwe jeusi ndani ya usiku wenye kiza kipana, kiza kinene cheusi, unatakiwa muogope Allah, tena ukweli wa kumuogopa, ambapo Ibn Mas'ud anasema wa huwa an yutaa Allah fala yusa, ni kumtii Allah na usije ukamwasi. Yani wewe udhaifu wako uwe katika kumtii Allah tu, na nguvu zako zipambane na kuto kumwasi. Yani udhaifu ndio unampelekea mtu kufeli. Kwa hiyo udhaifu wako wewe uegeshe kwa Allah katika kumtii, na nguvu zako pambana na maasi ili usije ukamwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yushkaru fala yukfar, mshukuru Allah ila al-laili wan nahar, usiku na mchana, na usije ukamkufuru. Wa yudhkaru fala yunsa, na mtaje Allah na usije ukamsahau hata kidogo. Hii ni takwa na ni jambo ambalo kila mwanadamu anatakiwa awe nalo. Jambo la kwanza, alkhawfu min aljalili, mwanadamu awe na hofu na Allah subhanahu wa ta'ala. Na jambo la pili linalojenga takwa, ambayo ndiyo malengo ya saumu ya Ramadhani, ndiyo malengo ya Allah kutupa siku 29 hadi 30 za sisi kujizuia kula na kunywa na kufanya mambo mengine yani kutokufanya mambo ya halali katika mchana wake, ili tupate uchamungu. Jambo la pili linalojenga uchamungu, ambao ndo tunapambana hivi sasa, jambo la pili, wal amalu bitanzili, kufanya kwa mujibu wa Qur'an. Kila unachokifanya kaka yangu, baba yangu, mama yangu unayenisikiliza, wallahi kifanye kwa mujibu wa Qur'an. Kila unachokifanya. Falmuradu bitanzili huwa alquran alkarim. Muradi tanzil ni Qur'ani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimteremshia Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kila mmoja katika sisi, kama unauza vitunguu, uza vitunguu kwa mujibu wa Qur'an. Kama unauza vitambaa, uza vitambaa kwa mujibu wa Qur'an. Kama wewe ni wakala wa kusafirisha watu kutoka nchi fulani kwenda nchi nyingine, fanya kazi hiyo kwa mujibu wa Qur'an. Kama wewe ni kinyozi unayekwangua vichwa vya watu, kwangua kwa mujibu wa Qur'ani. Kila unachokifanya kifanye kwa mujibu wa Qur'ani. Na kama utafanya hivyo, elewa ya kwamba takwa yako inakwenda kukamilika, kwa sababu ndo jambo la pili linalojenga uchamungu. Leo Qur'an, kitabu cha Qur'an kimetupa habari ya mambo yaliyokuwepo kabla yetu, habari mambo yatakayokuja baada yetu. Qur'ani na hukumu kwa yale yaliyopo baina yetu. Qur'ani inaongoza kwa yeyote atakayetaka muongozo. Hivyo kama utaacha kuhukumu kwa Qur'an, kama utaacha kufanya mambo yako kwa mujibu wa Qur'an, elewa ya kwamba uchamungu wako ni bure, kwa sababu uchamungu unajengwa na vitu vinne, na vitu hivi vinne lazima uwe navyo. Leo watu wameiona Qur'ani ni mashaka, watu wanaitazama Qur'ani kama mateso, na ndivyo ilivyokuwa wakati wa Nabii sallallahu alayhi wasallam. Makuraish, makafiri wa Kikuraish wa zama za Nabii, walipoiona Qur'ani imeteremka kwa mtume, wakawa wanasema, hii Qur'ani wewe Muhammad umeteremshiwa hii Qur'ani ili upate kuteseka, ili upate dhiki, huna lolote la faraja utakalolipata. Wakawa wanasihi watu vichochoroni, hii Qur'ani itawapeni dhiki, Qur'ani itakupondeni muda wenu, Qur'ani haitakusaidia na chochote, ni dhiki na mateso. Allah akateremsha aya ndani ya Qur'an, Taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Allah akateremsha Qur'ani tena kwa kumuita mtume, akamwambia Taha,
akimaanisha huyu Taha ni mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ma anzalna alayka alqur'ana litashqa, hii Qur'ani haijateremka kwako ili kutese, ili upate dhiki, ili upate shida, illa tadhkiratan liman yakhsha, illa ni ukumbusho kwa yule mwenye unyenyekevu ndani yake, yule mwenye kuogopa, yule mcha Mungu. Lazima Qur'ani iwe ukumbusho kwake. Kwa hiyo Qur'ani ishike na ufanye jambo lako kwa mjibu wa Qur'ani. Leo binadamu tumeiacha Qur'an. Wallahi ni mtihani sana, ni mtihani mkubwa, na jambo hili Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze, tuseme inshallah. Jambo la tatu ambalo linalojenga takwa, jambo la tatu, walqanatu bilqalili, ni mwanadamu kutosheka na kidogo. Qala Allahu ta'ala fi muhkami tanzila, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bil ayati dhil hakim wa nahakum 'anil ma'asiyati fala ta'suhu fastaghfirullaha innallaha huwal ghafurur rahim. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وعظيمنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, ndugu katika iman, aya tuliyoanza nayo inasema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi mlioamini mmefaradhiwa kufunga somo ya Ramadhani kama walivyofaradhiwa waliokuwa kabla yenu ili mpate kuwa wacha Mungu. Na leo hotuba yetu tunakumbusha, tunakwenda kuzungumzia vitu vinne vinavyojenga ucha Mungu, ambavyo jambo la tatu katika vitu vinne hivyo, walqanatu bilqalili, ni mwanadamu kutosheka na kidogo. Mwanadamu kutosheka na kidogo. Naposema kidogo, inawezekana kidogo ulichonacho wewe, kile unachokiona wewe ni kidogo, ni kingi kwa mwingine, na kile unachokiona wewe ni kingi kwako ni kidogo kwa mwingine. Kwa kile ulichonacho tosheka nacho, iwe kidogo kwa mtazamo wako au kikubwa kwa mtazamo wa mwingine. Jambo la tatu linalojenga imani, ucha Mungu, ni kutosheka na kidogo. Alqanatu fil Islam min adabi wal akhlaq alazima. Kutosheka katika Uislamu ni moja ya tabia na maadili makubwa. Yani ukiwa na kitu kinachoitwa alqanaa, kutosheka, yani ndugu yangu katika iman, bila shaka una tabia njema kwanza, kwa sababu kutosheka ni adabu ya Kiislamu na ni tabia njema. Kwa hiyo mwanadamu wa Kiislamu anapotosheka, bila shaka huyu ana adabu, pili ana tabia njema. Na ukiacha kutosheka kwa kidogo ulicho nacho, bila shaka wewe huna adabu, kadhalika huna tabia njema. Na kadhalika vinginevyo, ukijua kama hutotosheka kwa ulichoruzukiwa na Allah, wewe utachukuliwa katika Uislamu kuwa ni msaliti. Wewe ni msaliti kwa sababu alqanaatu, kutosheka, fahiya min al-akhlaq al-anbiya wal mursalin. Kutosheka ni tabia ya mitume na manabii, amani za Mwenyezi Mungu ziwe juu yao. Yani hiyo ndiyo tabia yao, ndiyo mwenendo wao. Manabii na mitume walikuwa wakitosheka na maisha waliopewa. Na sidhani kama kuna mtu ambaye hajui sira za nabii zinavyoelezea maisha yake yalikuwaje. Kabla ya kupewa utume alikuwa anaishi vipi? Alitosheka kwa hali hiyo, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akaifanya tabia ya mtume kuwa ndiyo kiigizo cha watu wote duniani.
Kwa hiyo wewe kama utashindwa kutosheka kwa kile ulicho nacho, maana yake wewe umesaliti tabia za Mtume. Na Allah kisha tuambia, lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Huyu Mtume kwenu ni kiigizo chema. Kama tabia ya Mtume ni kutosheka, kwa nini wewe unashindwa kutosheka? Maana yake ukishindwa kutosheka, wewe ni msaliti. Umeisaliti Qur'ani, umemsaliti Mtume wako, na umeisaliti dini yako. Kadhalika wewe una adabu pia, vile vile una maadili mema, na ni vitu vinavyojenga uchamungu. Kila mtu anataka arukie cha mwenzake, kila mtu anataka mdake mwenzake, yani kila mmoja anataka awe na kingi. Kwa maana unakuta watu tunahusudiana kila kukicha. Kwa nini yule anacho mimi sina, na tulikuwa wote pamoja inakuwaje yeye amepata? Basi ndo jicho limetoka, kile cheusi kimebadilika kuwa chekundu. Kila unapomtazama ndugu yako unamtazama kwa jicho lekundu, unamuhusudu mpaka sisimizi hawashi. Bala ni mtihani. Hivyo basi tutosheke kwa tulichoruzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ameelezea hadithi nyingi, na hapa nataka ujifunze kitu, kwamba kumbe kutosheka kwa kile kidogo, yani unacho wewe, tosheka nacho, sio udhaifu. Tena jaza yake ni kubwa sana. Misingi ya uchamungu ni kwenda kufaulu, yani sababu za uchamungu ni kwenda kufaulu. Kwa hiyo mwanadamu ukitosheka wewe na kile ambacho Allah amekuruzuku, maana yake umejitengenezea mazingira ya kwenda kufaulu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, qad aflaha man aslama wa ruzika kafafa. Amefaulu yule aliyejilazimisha na akaruzukiwa riziki nyingi. Wakanaahu Allahu bima atahu, na Allah akamtosheleza kwa alichompa. Yani yeyote yule ambaye kile alichopewa na Allah, kwa maana Allah kamtosheleza naye akatosheka na alichopewa na Allah, huyu mtu amefaulu. Waqala aidan, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema chini ya hadithi hiyo, akasema, man asbaha minkum amina fi sirbihi muafa fi jasadihi indahu qutu yaumihi fakaannama hizat lahu dunya. Mtume anasema yule atakayefaulu kwa wale ambao wamesalimika kwa kutosheka na vile walivyopewa na Allah, iwe vidogo au vingi, au wawe hawana kabisa wakatosheka. Mtume anasema, man asbaha minkum amina fi sirbihi, yeyote atakayesalimika miongoni mwenu katika kundi lake. Ni nani huyo? Muafa fi jasadihi, mwenye afya katika mwili wake. Indahu qutu, huyo mtu anayo riziki yaumihi, anayo riziki atakayoipata katika siku yake. Indahu qutu yaumihi, riziki itakuja kwake katika siku yake. Tena Mtume anasema hiyo siku ambayo atakayoruzukiwa yule aliyetosheka kwa kile alichonacho, akasubiri akaushibisha moyo wake, siku akija kuruzukiwa hiyo siku kwake, kaanama huyu mtu itakuwa kwake yeye hizat dunia, yani kana kwamba Allah ameimilikisha dunia katika miliki yake. Ambia wewe bwana, dunia imekuwa yako, jichumie unapotaka, chukua unachotaka, fanya unavyopenda. Yani hiyo siku ya kuruzukiwa. Kwa hiyo mtu kujisalimisha ni kule kutosheka, na ukitosheka Allah atakuja kukuruzuku, na riziki utakayoipata itakuwa kubwa na itakutosheleza. Hivyo la kwanza ni kutosheka kwanza, kabla ya kutaka kuwa na kingi. Tosheka na ulichonacho. Unapotosheka na kumshukuru Allah, ndipo Allah subhanahu wa ta'ala anazidi kukuongezea. Na jambo la mwisho ambalo ni muhimu sana, ili la mwisho katika vitu vinne vinavyojenga takwa, vitu vinne vinavyoifanya takwa isimame, vitu vinne vinavyotakiwa kwa mtu ili ajione yeye ni mcha Mungu. Jambo la nne, al-istidadu liyawmir rahili, kujiandaa na siku ya mwisho. Hapa ndipo ambapo nitafungia hotuba yangu.
Madha adalta ya akhi, umejiandaa vipi? Umejiandaa vipi na siku ya kuondoka? Kwa sababu tumeambiwa ili takwa yako iweze kusimama lazima uwe na hofu na Allah. Alkhawfu biljalili walamalu bitanzili walqanatu bilqalili walistidadhu liyaumi rrahili. Mwanadamu awe ajiandae kujitayarisha na siku ya kuondoka. Madha adalta li safarika tawil, umejiandaa vipi na safari yako hiyo ndefu, safari ambayo hatujui ni lini, mimi na wewe hatujui. Inawezekana ni baada ya kuondoka hapa, inawezekana ni baada ya kufuturu, inawezekana mwezi huu utoisha, inawezekana mwezi utaisha na ukashiriki Eid. Umejiandaa vipi na safari yako ya kuondoka? Umejiandaa vipi ndugu yangu? Hina tadkhulu alqabru la jalis, umejiandaa vipi siku utakapoingizwa kaburini? Ndio umetoka safari yako hiyo, unakwenda kaburini, na umo kaburini hamna kiti cha kukalia wala hamna godoro la kulalia. Umejiandaa vipi? Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada, umauti utakufikeni popote mtakapokuwa, hata kama mtajificha kwenye mapango yaliyo madhubuti. Na hili swala la kujiandaa, kila mmoja anaishi apendavyo, hakuna anayejiandaa na kufa. Na ndio maana tukisema sasa hivi tuchukue panga tusimame pale mlangoni tuanze kumkata mmoja mmoja kichwa, ukitoka tu hapo kichwa unakatwa, wallahi kuna watu watatokea dirishani hapa, kwa sababu hatutaki kufa. Maana yake hatujajiandaa kuondoka. Sasa madha adarta li safarika tawil, umejiandaa vipi na safari yako hii ndefu? Ya akhi, alladhina matu kanu yashrabuna kama tashrab al'an, wale waliokufa ambao wameshatangulia walikuwa wakinywa kama ni pombe, kama unavyokunywa wewe, kama ni maji, kama unavyokunywa wewe, kama ni juisi, kama unavyokunywa wewe. Kanu yataladhadhun, walikuwa wakienjoy kama tataladhadhuna al'an, kama vile mnavyoenjoy sasa hivi na nyie, kama mnavyopiga mziki, mnavyomuasi Allah, mnafanya kadha wa kadha. Alladhina matu kanu yafaluna kulla shay, walikuwa wakifanya kila unachofanya, lakini lamma jaa almaut taraku kulla shay. Umauti ulipofika, safari ilipowadia, muda wa kuondoka ulipofika, waliacha kila kitu. Tarakul buyut, wakaacha maghorofa yao. Kuna mtu kajenga, kafunga fensi, kaita mlinzi kamweka getini, haikutosha, kanunua mbwa kaweka getini, haikutosha, kaweka waya wa umeme juu ya ukuta, lakini aliacha nyumba hiyo. Watarakul abna, wakacha watoto. Kuna mama katoka kliniki kujifungua, baada ya miezi 9 amepata dhiki, ameenda kujifungua kliniki, mtoto ametoka, mtoto anabaki hai, mama huyo anakwenda, safari yake tayari imewadia. Watarakul amwal, wakaacha mali. Kuna watu hivi sasa wameacha mali kwenye benki, hata namba zao za siri, zile pin za kufungulia benki hazijulikani, ziko benki. Una nini? Umejiandaaje ndugu yangu? Ili uchamungu wako uweze kukamilika, jiandae na siku ya kufa, jiandae na siku ya kuondoka. Anasita liqa Allah. Je, unasahau kwamba utakutana na Allah? Hapana kusahau, usisahau. Bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala utakwenda kukutana naye. Hivyo basi fanya amali zako za kheri, jiandae na kufa kwako. Mfano mzuri, nenda dukani hivi sasa kanunue sanda. Kama una gari liweke hilo sanda, sio kwenye buti, utakuwa ulioni. Liweke hapa na kuwekaga simu zako hapo kwenye gari. Chukua sanda lako liweke. Tena usilifunike mfuko, liweke wazi ili unaona kila wakati. Sawa, nenda sehemu kanunue pahala, na japokuwa nafsi haijui ni wapi utakapofia, nenda kachimbe kaburi. Kama utashika nyumbani kwako ushausia, wewe chimba kaburi hapo, niweke wazi. Ni jambo zuri, na ndio walikuwa wanafanya waja wema, wanachimba makaburi kabla hawajafa. Haya, tuone kama utatembea. Utakuwa utandoto za ajabu jinamizi. Shazikwa tayari kumbe kwa mzima.
Binadamu tumeacha kujiandaa na safari ya Allah, tumeipakata dunia. Wallahi tuiache dunia, tujiandae na siku ya kuondoka. Allah atutakabali amali zetu. Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe kwa yale makosa tunayokosea usiku na mchana. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma